Je, umewahi kujiuliza kwa nini nyanya chungu imekuwa ikiliwa kwa vizazi vingi katika Afrika Mashariki? Watu wengi huiona kama mboga ya kawaida tu, lakini ndani yake kuna virutubisho muhimu kama nyuzi, vitamini C, vitamini A, folate na madini mbalimbali yanayochangia afya kwa ujumla. Lakini swali kubwa ni hili: nini kinaweza kutokea ukijumuisha nyanya chungu kwenye mlo wako kila siku kwa siku 30? Katika video hii tutazungumzia faida zinazoweza kupatikana kutokana na kula nyanya chungu mara kwa mara kama sehemu ya lishe bora. Kumbuka, nyanya chungu si dawa ya kutibu magonjwa, bali ni chakula chenye virutubisho vinavyoweza kuchangia afya unapokula kwa uwiano pamoja na mtindo mzuri wa maisha. Basi, usiondoke mpaka mwisho, kwa sababu faida ya mwisho huwashangaza watu wengi. Kama ni mara ya kwanza kwa chaneli hii, ni kubonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Faida ya kwanza, inaweza kuboresha mmeng'enyo wa chakula. Nyanya chungu ina nyuzi zinazosaidia chakula kusafiri vizuri kwenye utumbo. Kwa kula mara kwa mara, unaweza kupunguza tatizo la kufunga choo, kusaidia bakteria wazuri tumboni, kuishi kushiba kwa muda mrefu. Utumbo wenye afya huchangia afya ya mwili kwa ujumla. Namba 2, inaweza kuimarisha kinga ya mwili. Ina vitamini C ambayo husaidia mwili kutengeneza na kusaidia kazi ya seli za kinga. Kinga nzuri inaweza kusaidia mwili kujibu maambukizi kwa ufanisi zaidi, ingawa hakuna chakula kimoja kinachoweza kuzuia magonjwa yote. Namba 3, inaweza kusaidia afya ya moyo. Nyuzi na baadhi ya virutubisho vilivyopo kwenye nyanya chungu vinaweza kuchangia lishe inayoungwa mkono na madaktari pamoja na watafiti kuhusu afya ya moyo. Lishe yenye mboga nyingi imehusishwa na kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo inapounganishwa na mazoezi na mtindo bora wa maisha. Namba 4, inaweza kusaidia kudhibiti uzito. Kwa kuwa ina nyuzi na kalori chache, inaweza kusaidia kushiba bila kuongeza kalori nyingi. Hii inaweza kusaidia watu wanaotaka kupunguza na kudhibiti uzito pamoja na mpango mzuri wa lishe. Namba 5, inaweza kuchangia udhibiti bora wa sukari kwenye damu. Nyanya chungu haina sukari nyingi na ina nyuzi zinazoweza kusaidia kupunguza kasi ya ufyonzaji wa sukari kutoka kwenye chakula. Hata hivyo, haiwezi kuchukua nafasi ya dawa au ushauri wa daktari kwa wenye kisukari. Namba 6, inaweza kusaidia afya ya macho. Ina vitamini A na virutubisho vingine ambavyo huhusika na afya ya macho. Lishe yenye vitamini A ya kutosha ni muhimu kwa kuona vizuri na afya ya ngozi na utando wa mwili. Namba 7, inaweza kusaidia ngozi kuwa na afya. Vitamini C huchangia utengenezaji wa collagen, protini muhimu kwa ngozi. Pia ulaji wa mboga nyingi unaweza kusaidia ngozi kuwa na muonekano mzuri kama sehemu ya lishe bora. Namba 8, inaweza kuchangia kupunguza msongo wa oxidative stress. Nyanya chungu ina viambata vya asili vya antioxidant vinavyosaidia kulinda seli dhidi ya uharibifu unaoweza kusababishwa na free radicals. Hii ni moja ya sababu zinazofanya mboga na matunda zipendekezwe kwenye lishe bora. Namba 9, inaweza kusaidia afya ya mifupa. Ingawa si chanzo kikubwa cha madini yote ya mifupa, nyanya chungu inaweza kuchangia ulaji wa virutubisho mbalimbali vinavyosaidia mwili kufanya kazi vizuri. Kwa mifupa yenye afya, ni muhimu pia kupata calcium, vitamini D na kufanya mazoezi. Namba 10, inaweza kuboresha ubora wa lishe yako kwa ujumla. Ukila nyanya chungu mara kwa mara badala ya vyakula vilivyosindikwa sana, unaongeza ulaji wa mboga wenye virutubisho muhimu. Hii inaweza kusaidia afya kwa ujumla na kupunguza upungufu wa baadhi ya vitamini na madini. Jinsi ya kula: unaweza kula nyanya chungu kwa kuchemsha, kupika na nyama au samaki, kuchanganya na mboga nyingine, kupika kwa mafuta kidogo ili kuhifadhi virutubisho. Epuka kupika kwa muda mrefu kupita kiasi ili kupunguza upotevu wa baadhi ya vitamini. Je, kuna madhara? Kwa watu wengi, nyanya chungu ni salama inapoliwa kama chakula. Hata hivyo,
Osha vizuri kabla ya kupika au kula. Kula kwa kiasi kama sehemu ya lishe yenye vyakula mbalimbali. Ikiwa una mzio wa aina fulani za mboga za majani, wasiliana na mtaalamu wa afya ikiwa utapata dalili zisizo za kawaida. Baada ya siku 30 za kula nyanya chungu kama sehemu ya lishe bora, unaweza kuona mabadiliko kama kuimarika kwa ulaji nyuzi, kushiba kwa muda mrefu na kuongeza ulaji wa vitamini na madini muhimu. Faida hizi hutegemea pia mtindo wa maisha, aina nyingine ya vyakula unavyokula na hali yako ya afya. Je, wewe huwa unakula nyanya chungu mara ngapi kwa wiki? Tuambie kwenye sehemu ya maoni. Naamini umejifunza jambo jipya leo. Usahau kulike, kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili usikose video zetu nyingi za afya zinazotegemea ushahidi wa kisayansi. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.